Rais wa Marekani Donald John Trump ameongeza kasi ya mkakati wake wa kijeshi na kibinadamu katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kutangaza operesheni maalum ya kusindikiza meli zilizonaswa katika mlango wa Hormuz, huku sasa jeshi la Marekani kupitia CENTCOM likitoa maelezo ya kina kuhusu ukubwa na nguvu ya operesheni hiyo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya CENTCOM, operesheni hiyo iliyopewa jina la Project Freedom itaanza rasmi hii leo Jumatatu, Mei 4 mwaka 2026 na inalenga kurejesha uhuru wa usafiri wa meli za kibiashara katika njia hiyo muhimu ya kimataifa. Taarifa hiyo ilieleza kwa operesheni hiyo imeidhinishwa moja kwa moja na rais na inalenga kusaidia meli za kibiashara kupita kwa uhuru na usalama katika njia hiyo ambayo ni uti wa mgongo wa biashara ya dunia. CENTCOM ilisisitiza kuwa hatua hiyo si tu ya kulinda maslahi ya Marekani bali pia ni muhimu kwa usalama wa kikanda na uchumi wa dunia. Kamanda wa CENTCOM Brett Cooper alieleza kwa takribani robo ya biashara ya mafuta duniani inayosafirishwa kwa njia ya bahari hupita katika mlango wa Hormuz, pamoja na kiasi kikubwa cha mafuta mengine, gesi na bidhaa muhimu kama mbolea. Hivyo usalama wa eneo hilo una athari za moja kwa moja kwa bei za nishati na uthabiti wa uchumi wa kimataifa. Katika maelezo ya kiutendaji, CENTCOM ilifichua kuwa operesheni hiyo itakuwa kubwa na yenye nguvu kubwa ya kijeshi. Itahusisha meli za kivita, zaidi ya ndege 100 za kivita na ulinzi, pamoja na matumizi ya teknolojia za kisasa zikiwemo ndege zisizo na rubani na mifumo ya kivita inayounganisha anga, bahari na mifumo ya kidigitali ya ulinzi. Aidha, takribani wanajeshi 15,000 watashiriki moja kwa moja katika operesheni hiyo, wakifanya iwe moja operesheni kubwa zaidi za ulinzi wa usafiri wa baharini katika miaka ya hivi karibuni. Trump kupitia ujumbe wake wa awali alieleza kuwa mataifa mbalimbali yameomba msaada wa Marekani kwa kuwa meli zao zimekwama katika eneo hilo huku zikikabiliwa na hatari ya kushambuliwa au kuzuiwa. Alitaja meli hizo kama watazamaji wasio na hatia, akisisitiza kuwa hazihusiki na mzozo wa kisiasa au kijeshi baina ya Marekani na Irani. Aliongeza kuwa baadhi ya meli hizo zimeanza kukumbwa na uhaba wa chakula na mahitaji muhimu, hali inayozua wasiwasi wa kibinadamu kwa wafanyakazi waliopo ndani ya vyombo hivyo. Kwa upande mwingine, CENTCOM ilibainisha kuwa pamoja na operesheni ya kusindikiza meli, Marekani itaendelea kudumisha kile ilichokiita mzingiro wa majini kama hatua inayolenga kudhibiti mienendo ya usafiri katika eneo hilo na kuzuia vitisho vinavyoweza kuhatarisha operesheni. Kauli hii imezua mjadala miongoni mwa wachambuzi, kwani inaweza kuashiria mkakati mpana zaidi wa kijeshi unaoenda sambamba na hatua za kibinadamu zinazotangazwa hadharani. Katika muktadha wa kidiplomasia, Donald Trump alidokeza kuwa mazungumzo kati ya Marekani na Irani yanaendelea na yana dalili chanya. Hata hivyo, pamoja na matumaini hayo, alitoa onyo kali kwamba jaribio lolote la kuvuruga operesheni hiyo litachukuliwa kama tishio la moja kwa moja na litajibiwa kwa nguvu za kijeshi bila kusita. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kuwa hatua hii ina uzito mkubwa kwa sababu inachanganya diplomasia na nguvu ya kijeshi na maslahi ya kiuchumi kwa wakati mmoja. Kwa upande mwingine, operesheni hiyo inaweza kusaidia kupunguza hatari kwa meli za kiraia na kurejesha imani ya kiusalama katika njia hiyo muhimu ya kibiashara. Lakini kwa upande mwingine, uwepo mkubwa wa kijeshi wa Marekani katika mlango wa Hormuz unaweza kuongeza mvutano na Irani ambayo imekuwa ikipinga uwepo huo kwa muda mrefu. Kwa ujumla, Project Freedom inaonekana kuwa hatua kubwa na ya kimkakati inayolenga kulinda biashara ya kimataifa na maslahi ya mabaharia, huku pia ikionyesha nguvu ya kijeshi ya Marekani katika eneo lenye mvutano mkubwa. Dunia sasa inaelekeza macho yake katika siku za mwanzo za operesheni hiyo, ikisubiri kuona kama italeta utulivu au kuchochea mgogoro mkubwa zaidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.